Bana Abigail Chams amefika katika nchi ya Marekani na kwa muda huu yupo Los Angeles tayari kwa ajili ya tuzo za BET 2025 ambapo amepangiwa katika kipengele cha Viewers Choice, yani Best New International Act, akiungana na majina makubwa Afrika kama vile hapa namuongelea Shali Poppy kutoka katika nchi ya Nigeria. Lakini pia kipaji chake katika swala zima la muziki katika nchi ya Tanzania ni kipaji ambacho ni kikubwa sana. Msanii huyu ni msanii mwenye ujuzi wa vyombo vingi sana, anayeelimisha na anatumia muziki wake tangu katika kipindi cha utotoni mpaka kwa hivi sasa. Aliingia katika kampuni ya Sony Music Africa mwaka 2022. Tangu wakati huo ameachia nyimbo zenye ubunifu na ushawishi mkubwa sana. Hapa ninaongelea kwamba kama ngoma ya Me Too, Old Me, ambayo basi ni ngoma ambayo ni mpya kwa hivi sasa, Old Me, na hapo nyuma aliachia Me Too. Sote kwa pamoja kujaribu kuziangalia ni level za international. Nyimbo yake ya Me Too aliyoshirikiana na Harmonize iliweza kushika mistari kadhaa na ikawa inasikika katika nchi tofauti tofauti. Ilishika kwa mistari ya safari yake, lakini pia kwenye Spotify mwaka 2025 basi ilizidi kuchanganya mbuga na ikamfanya mwanadada huyu azidi kuonekana kwamba ni msanii ambaye anafanya poa kuanzia kipindi hicho mpaka kwa hivi sasa. Kutoka Afrika Mashariki kwenye Spotify mwaka 2025 alizindua Hold Me ambayo tarehe 6 Juni, ambayo basi ina mchanganyiko wa Afrobeat, R&B na Bongo Flavor. Nikiona maana kwamba ni mwanadada ambaye ana ujuzi mkubwa sana, isipokuwa kwa sasa hivi yupo huko Los Angeles kwa ajili tu ya tuzo za BET. Kulingana na kura ambazo zimepigwa, likes ambazo zimeonekana katika page yake, ni mwanadada ambaye anastahili kushinda, ila kama wakimfanyia figisu basi atashindwa katika tuzo hizi. Na tuzo hizi zitaonekana kwamba hazina uwazi na wala si za ukweli, ziko kwa ajili ya kupendelea watu fulani fulani. Sasa basi kwa hivi sasa kuna maeneo basi ya uwakilishaji. Yeye ndio mwanamke wa kwanza kutoka Afrika Mashariki kupigiwa kura katika tuzo za BET katika kategori ya uzinduzi huu, ambako basi ilithibitishwa rasmi bungeni na kupata ushawishi mkubwa sana nchini Tanzania. Na ni moja kati ya mwanadada ambaye mpaka kwa hivi sasa tunaweza kusema kwamba anazidi kujipatia maarufu kupitia haya yote ambayo yanaendelea kwa sasa. Hadhi yake na hisia basi zimekuwa ni za tofauti kidogo. Sherehe za kitaifa, Abigail Chams amekuwa akifika katika sehemu tofauti tofauti na mataifa tofauti tofauti. Wote katika jambo hili basi wameungana naye nyuma yake pamoja na wasanii tofauti tofauti. Kama Rayvanny pia alisema this is for Africa, yani hiyo tuzo ni kwa ajili ya Africa, vote for the queen, yani mpigeni kura mwanadada huyo. Harmonize aliwaambia wafuasi wake kusaidia kumsindikiza katika kampeni ya kupiga kura na kushirikiana kwenye mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba mwanadada huyo anaenda kufanikisha jambo hili. Pamoja na yote pia Barnaba Classic naye pia alihusika katika swala zima la kampeni hii ambayo mwaka huu 2025 iliweza kutia nanga katika nchi ya Tanzania. Kwa ujumla ni mwanadada wa kwanza ambaye kama alivyosema hapo awali kushiriki katika tuzo hizi za BET East Africa. Kwa hiyo mastaa tofauti waliungana kuhakikisha kwamba mwanadada huyu basi anaenda kukamilisha kufanikiwa kupata tuzo hii. Maoni yake Abigail Chams mwenyewe alisema kwa unyenyekevu, hizi tuzo si za binafsi tu bali ni kueleza ni kuileta kwa ajili ya wasichana wadogo kwenye sehemu yetu, na kwamba inafanya iwezekane au ionekane kwamba ni tuzo ambazo zinaweza kupatikana kupitia jitihada mbalimbali ambazo utaziweka katika muziki wako. Pamoja na yote haya, kuna hoja kubwa sana ambayo kwa hivi sasa inazidi kutrend. Mwanadada huyu amefika katika podcast ambayo ni ya BET 2025, ikiwa na maana kwamba ameshafika huko Los Angeles na anafanya mahojiano hapa na pale. Dina jana ilikuwa ni jana usiku alifanya dina, na leo ni usiku wa tarehe 8 kuelekea tarehe 9. Sasa leo ni siku ya tarehe 8 kuelekea tarehe 9, basi ndio siku ambayo tuzo hizo zitakwenda kugaiwa kesho tarehe 9 ya mwezi huu Juni. Kwa hiyo moja kubwa, hakuna rekodi dhahiri ambayo ya podcast ambayo ilikuwa inasikika maneno yake, lakini hadi sasa hakuna mahojiano makubwa ambayo yaliweza kutokea rasmi katika podcast ya BET au jingine. Lakini pia kimataifa alionekana tu katika sehemu ya video akiwa anafanya mahojiano na katika reels tofauti ambazo zimekuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii, na kiujumla ni katika ukurasa wa Instagram alipokuwa kwa Los Angeles akiwa anajishughulisha kwa kina na mazungumzo yake katika podcast. Madhumuni hayo na hoja hii ilikuwa kama vile ni podcast ambayo ni kwa ajili ya kukuza tuzo hiyo ya BET Awards na kuzidi kuiendesha na nini ambacho anajisikia kuhusiana na tuzo hiyo. Kwa hiyo naamini kabisa maongezi yote yalikuwa yanahusiana na tuzo hii
kiujumla pia wameongelea swala zima la muziki wake, lazima mambo kama hayo, maisha yake mwenyewe binafsi as an artist. Kwa hiyo kuna mengi ambayo naamini kwamba atakuja nayo na atakuwa amejifunza kupitia BET kwa mwaka 2025. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba mikakati ya mauzo na uendelezaji wake na kufuatilia uzinduzi huu wa Old Me, nyakati hizi ambazo anaelekea tuzo ya BET, Old Me ndipo ambapo imeweza kuachiwa, na moja kwa moja kabla ya tuzo hii mkakati wake ni uuzaji wa muziki wake kupitia platform tofauti, lakini pia anatumia misingi ambayo ni ya uendeshaji ambayo jina lake lazidi kuongezeka katika masoko ya Marekani. Na anapoangalia basi mbinu anayotumia kwa sasa hivi ni momentum, nikiona maana kwamba anajaribu kubalance, anatumia Kiswahili kidogo na Kiingereza sana, kwa lengo lake tu ni kuhakikisha kwamba muziki wake unaweza kuwafikia watu wengi nje ya nchi ya Tanzania kwa sababu ya language anayoitumia. Kwa hiyo naweza ngasema kwamba hivi uwakilishaji wake wa kisasa na Kiafrika umekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kuhakikisha kwamba muziki wake unaweza basi kufikia watu wengi. Anafanya kazi kubwa sana, sio tu kwa kielimu bali pia hata katika swala zima la kutumia eneo lake la sanaa kama vile mwanamke wa Bongo Flava na msanii. Ni pia ni mfano wa kuigwa kwa watu wote na wasichana mbalimbali, nikiona maana kwamba wamama pamoja na mabinti wadogo, nikiona maana kwamba vigori Afrika Mashariki kwa sasa kufanya dream yao kuwa kubwa kama yeye alivyokuwa anaipigania, mpaka kwa hivi sasa tunaanza kuona mabadiliko yake yanaanza kuonekana waziwazi. Kuna mchanganyiko wa mitindo ya muziki ambao Abigail Chams amekuwa akitumia. Ninamaanisha kwamba nyimbo zake zinazidi kuonyesha kwamba kwa jinsi gani anaweza kuruka kati ya mitindo mbalimbali ya ulimwengu, ama piano, ametumia Afrobeat, R&B pamoja na Bongo Flava, yote kwa pamoja imeweza basi kutazamwa katika ngoma zake tofauti ambazo amekuwa akiziachia. Mfano kama nyimbo ya Nani ambayo aliweza kutoa pamoja na Mwamba Mario, zote kwa pamoja kujaribu kuzifuatilia, basi zina maisha ambayo ni ya halisia, kwamba anabadilika. Ilikuwa ni mfumo wa mapiano, kaja kutoa ngoma na Harmonize Closer, kaja kutoa tena ngoma na Harmonize ambayo basi ni Me Too, na baada ya hapo ametoa Hold Me. Kujaribu kuziangalia zote hizo, basi kuna mabadiliko makubwa sana ya mwanadada huyu katika swala zima la muziki wake kiujumla. Kwa hiyo kwenye tuzo ya BET swala kubwa sasa hivi ni kwamba nani ambaye ataondoka kidedea, kwa sababu kuna TXC ambao walikuwa na boost likes zao na comments zilikuwa chache kama nilivyokueleza hapo awali, na mashambulizi yalikuwa makubwa. Kama tunakumbuka vizuri, tuliweza kuona kabisa katika page ya BET International Act, na kiujumla jambo hilo basi ndilo ambalo linasubiriwa mpaka kwa hivi sasa, nani ambaye ataondoka kidedea na tuzo hii. Je, Abigail Chams atashinda au itakuwa ni hujuma zinaweza zikafanyika? Hajashinda bado, lakini tuzo hiyo yenyewe ni kuonyesha kwamba amevunja vizingiti vingi sana vya kitamaduni. Hii ndio maana ya uzinduzi wa kura au upigaji wa kura ambao umeweza kumsaidia Abigail Chams mpaka kwa muda huu anapata nguvu angalau ya kufika katika tuzo hizo ambazo zitagaiwa tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2025, mwezi huu ambako Abigail Chams kwa hivi sasa yupo tayari sehemu ya historia ya muziki wa Kiafrika. Ukigundua nini ambacho Abigail Chams ameweza kukifanya, basi utakuwa basi umeshagundua kwamba Abigail Chams ni mmoja kati ya mtu ambaye yupo katika historia ya muziki wa Afrika kwa sasa. Bana, Mr. Kona la zaidi kwa muda huu. Hii ni Harmonize News. Bye bye for now.